Mara mwisho tulikutana tulipokuja kuandikisha kama hivi kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Lakini leo tumekutana tena kwa ajili ya kujiandikisha mkutano mkuu. Kwa baada ya shukrani kwa Mungu, ni washukuru nyinyi wananchi wenzangu wa Chamwino kwa kujitokeza kwa wingi namna hii, na naambiwa watu wanakuja wengi. Niwaombe sana tujitokeze sana, tuje tuandikishe ili tupate haki ya kupiga kura, kutimiza wajibu wetu wa kikatiba. Lakini tatu, ni shukuru wafanyakazi wetu wa vituo hivi wanaotuandikisha kwa kazi kubwa wanayoifanya kutwa nzima. Watu wengi lakini bado wapo wanaendelea kufanya hiyo kazi. Mimi nawashukuru sana sana sana. Ndugu zangu, nami nimeona nijiunge nanyi hapa kituoni kwetu. Kama mnavyojua, mimi ni mkazi wa Chamwino na nimepiga kura nyingi huko nyuma, lakini kwa mwaka huu ni lazima nipige hapa Chamwino. Kwa hiyo ndio maana nimekuja kurekebisha taarifa zangu. Si mpiga kura mpya, lakini nimekuja kurekebisha taarifa zangu. Huko nyuma nilikuwa napiga Zanzibar kwa sababu nilikuwa makamu wa rais. Kwa naenda kupiga kule na rais wa jamhuri anapiga hapa Dodoma. Lakini mwaka huu inabidi nipige hapa makao makuu ya nchi, ambapo ndio makao makuu ya serikali yalipo. Kwa hayo ndio madhumuni, na kama nilivyosema, ni waombe wananchi wenzangu mje kwa wingi tupige kura. Huu ni mzunguko wa pili, waambieni kule ambao hawajaja. Mzunguko wa kwanza umepita, tuko kwenye mzunguko wa pili. Tukikosa mzunguko wa pili mwezi huu na ujao, uko mbele hatuna tena nafasi ya kurudia. Kwa hiyo ili usipoteze haki yako, niombe wananchi wote wawahi kwenye mzunguko huu wa pili. Huu ndio wito wangu, ili twende tujiandikishe, tupate haki ya kupiga kura, turudishe serikali inayoleta maendeleo kwa nchi, rudi madarakani, tuendelee na maisha yetu. Ndugu zangu, leo si siku ya maneno mengi. Nimekuja kurekebisha taarifa, nikaambiwa niwasalimie. Nimependa kuwasalimia na kuambia hayo. Nitumie fursa hii kuwashukuru tena na tena wakazi wenzangu wa Chamwino kwamba mnajitokeza, na naomba waiteni ambao hawajaja na wao waje. Baada ya kusema hayo, niwatakie kila laheri. Niwatakie kila laheri wafanyakazi wetu wa vituo hawa. Kazi ni ngumu, kazi ni nzito. Mungu atawapa uwezo waweze kuimaliza vizuri. Kazi hii na vijichangamoto kidogo vinapotokea, stahamilini. Kiambiwa subiri, labda mashine imechoka, subiri, basi subiri, mashine irekebishwe alafu tuendelee tena. Subiri, kadi zimepungua au zimekwisha, subiri, zie kwenye nyingine, tuendelee tena. Lakini nataka niwahakikishie kwa mipango mizuri tulioiweka, kila mwenye haki ya kuandikishwa ataandikishwa. Kwa hiyo naomba tu mjitokeze mje kuandikisha. Baada ya kusema hayo, asanteni sana kwa kunisikiliza, na mimi naomba niwashukuru sana na Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Wanahabari hapa kama wana lolote juu yako Mheshimiwa Rais. Asante Mheshimiwa Rais. Asante. Naitwa Joy, lakini athari za kutofanya zoezi hili ambalo wewe umeonyesha mfano. Asante. Asante sana. Kama nilivyosema, la kwanza kuto kujitokeza kuandikisha ni kukataa mwenyewe haki yako ya kikatiba. Na unapokataa haki ya kikatiba, swala unajiuliza, je, wewe ni mzalendo? Ni mzalendo wa aina gani ambaye katiba imekupa fursa hii? Nenda kaandikishe, piga kura, weka kiongozi unayehisi atakuja kukuhudumia. Wewe unaikataa. Ukikataa, wenzio watakwenda kuweka wanayemtaka, na unakosa fursa ya kushawishi wengine kuweka yule mnayemtaka. Kwa hiyo unakuwa wewe wa kubabaisha tu na wa kulalamika. Lakini swala kubwa hapa ni uzalendo. Jiulize mwenyewe rohoni kwako,
uzalendo wangu uko wapi? Hii ni fursa kubwa, inatokea kila baada ya miaka mitano, haiji kila siku. Kwa hiyo ni vyema kila Mtanzania, na huo ndio wito wangu, kila Mtanzania ajitokeze, atumie fursa hii.